وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد أيها الأحبة, tunaendelea na somo letu ambalo tumelianza jana kuhusiana na zakatul fitr, ikiwa leo ni Ramadhani ya 24 ya mwaka huu 1446 min al-hijra an-nabawiyya al-muwafiq 24 Machi mwaka 2025 miladia. Siku zilizosalia kumalizika kwa mwezi wa Ramadhan zinazidi kupungua, hivyo ni vyema kwa Muislamu naye akaendelea kuongeza kasi katika kufanya ibada na khairi mbalimbali ili kuitumia vizuri hii fursa iliyosalia. Tukiwa katika mwendelezo huu wa kuizungumzia zakatul fitri, leo tunaanza kuzungumzia miqdaru zakatil fitri wa anwa'iha, kiasi kinachotolewa kwenye zakatul fitri na aina ya vile vinavyotolewa. Kiasi ni kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث. Hadithi hii inaeleza kiasi ambacho ndio kipimo cha kujua kile unachotoa kwenye zakatul fitr unatoa kiasi gani. Anasema amefaradhisha Mtume alayhi salatu wassalam kutoa zakatul fitri kwa Ramadhan, ambayo ni sa'an kwa maana ya pishi, iwe ni pishi ya tende, pishi ya shairi au mfano wake. Kwa hiyo hadithi hii inabainisha kwamba almiqdaru alwajib fi zakatil fitri, kiasi ambacho ni wajib kutoa kwenye zakatul fitri ni as-sa', ni pishi min qutil baladi alladhi yakuluhu an-nas, tena inatolewa kwenye chakula ambacho huliwa sana na watu kwenye mji husika, hasa kile kinacholiwa siku ya Eid. Ndio mara nyingi kwenye miji yetu na kwenye darasa zetu tukiongelea zakatul fitri tunataja mchele, kwa sababu ndicho chakula kinacholiwa kwa wingi kwenye siku za Eid. Inawezekana maeneo mengine kama wanakula ugali kwa wingi siku ya Eid watataja mahindi wao au unga. Kama kuna sehemu wanakula sana choroko siku ya Eid watataja choroko. Kwa hiyo ni pishi moja min qutil baladi alladhi yakuluhu an-nas, pishi moja kwenye kile chakula ambacho huliwa zaidi kwenye mji husika, kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu kana yaqul, huyu sahaba alikuwa anasema kunna nukhriju zakatal fitri, tulikuwa tunatoa zakatal fitri sa'an min ta'am, kiasi cha pishi ya chakula. Na hapa wanasema washereheshaji at-ta'am maanahu al-qamh, ngano, au sa'an min sha'ir, au tulikuwa tunatoa pia pishi ya shairi, au sa'an min tamrin, au pishi ya tende, au sa'an min aqitin, au pishi ya maziwa yaliyogandishwa, au sa'an min zabibin, au pishi ya zabibu. Na hivi vyote kwa wakati ule ilikuwa ni vyakula. Sasa hivi kwetu sisi zabibu sio chakula, tende pia sio chakula katika hali ya kawaida, japo mwenye njaa anaweza akala tende na maji akashiba, kama alivyokuwa anafanya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na watu walikuwa wanafanya wakati huo. Masiku kadhaa nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam palikuwa hapapikwi, watu walikuwa wanashinda kwa tende na maji, bimaana ilikuwa inasimama nafasi ya chakula. Kwa hiyo yote yaliyotajwa hapa, shairi, tende, zabibu, wakati ule hivi vilikuwa vina mazingatio ya chakula. Kunna nutiha fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam,
katika riwaya ya lafzi ya Imam al-Bukhari anasema Abu Sa'id al-Khudri, kunna nu'tiha, tulikuwa tunatoa vyote hivi kuwapa wale maskini, fi zamani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zama za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hadithi mbili hizi zinabainisha kwanza kiwango ambacho ni as-saa', Kiswahili tunasema pishi, lakini pia inabainisha kile kitu kilichokuwa kinatolewa wakati huo kwa mtume alayhi salatu wasalam ambacho ni chakula. Wakati ule walikuwa wanatoa ngano, walikuwa wanatoa shairi, walikuwa wanatoa zabibu, walikuwa wanatoa tende, na hivi vyote vilikuwa ni vyakula kwa wakati huo. Kupitia hadithi hizi, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri na hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wanazuoni wakatueleza haya mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kujua kipimo ambacho ni pishi. Jambo la pili ni kujua aina ya kitu kinachotolewa kama zakatul fitri ambapo ni chakula. Kwa hiyo pishi hiki tunaweza tukasema ni kipimo cha jadi, kipimo cha kale. Naam, vipo mfano wa vipimo hivi katika masoko, lakini hivi sasa kipimo kilichoshamiri sana na ambacho ni rahisi kuelewana ni kwa kilo. Lakini wanazuoni wamekitambua hiki kipimo cha kale kwa maana ya pishi. Ili upate kilo unafanyaje? Unakadiriaje? Kwa hiyo akasema as-sa'u, pishi ni 4 amdad, ni vibaba 4. Kibaba pia kipimo cha jadi, kipimo cha kale, na baadhi ya miji kama Zanzibar nafikiri mpaka sasa bado wanatumia hivi vipimo. Vibaba wanavyo na pishi pia wanazo, lakini baadhi ya maeneo ya vijijini kuna makopo watu wametengeneza, watu wanapimia kama ni mchele, kama ni mahindi, ni mfano wa hivi vibaba na pishi. Na mara nyingine wamepatia kiasi ya kwamba anakuambia nikikuwekea hivi vikopo viwili, ukienda ukipima kwenye mizani unapata kilo 1. Kwa maana hili kopo nikikuwekea mara moja ni nusu kilo, mara mbili ni kilo 1. Na mara nyingi wale wa kweli na waadilifu huwa wanapatia, japo mara nyingine matapeli pia hupitia umomo. Wanapoona watu wameaminika kwa vipimo hivi vya jadi, na wao wanatengeneza vya kwao vinabanwa. Kwani jamani, masokoni hatuoni humo? Mfano mpaka sasa viazi vinauzwa kwa ndoo, viazi vinauzwa kwa sado, lakini wapo ambao wanachezea vipimo hivi. Kile kisado kinafinywa, ndoo ile inafinywa, au inawezekana chini pakatangulizwa kitu ili mradi tu kufanya khiana, kama ambavyo hata kwenye mizani wapo wanaochezea mizani. Kwa hiyo hakuna vipimo vilivyobaki salama. Hii haina maana kuwa vipimo vyote havifai. Kile ambacho bado kipo katika ubora kinakuwa ni sahihi. Kama ni kipimo cha jadi kilichothibitishwa, kina ubora wake, kinaweza kutumika na watu wakaamiliana kwa kipimo hicho. Na kama ni mizani ambayo pia imepimwa, iko sawa, inatoa ujazo sahihi, pia itatumika na itakuwa vipimo vyake vinazingatiwa. Kwa hiyo ukija kwenye as-saa' kwa maana ya pishi, ili uipate hiyo pishi wanasema ni vibaba 4, na kibaba kimoja ni mil'u kaffai al-insani al-mu'tadil idha mala'ahuma wa madda yadayhi bihima, ni ujazo wa viganja viwili vya yule binadamu wakati na kati pale atakapojaza na akawa anavikunjua hivi. Sio mtu mwenye viganja vidogo, wala sio mtu mwenye maviganja makubwa, dhul yadaini wenyewe wanamuita, bali ni mtu mwenye viganja vya kati na kati, sio vidogo wala sio vikubwa sana. Kwa hiyo akichota kama ni mchele hivi akaujaza hapa, huu ujazo mmoja wa viganja viwili unaitwa nini? Almuddu. Kwa hiyo ili apate pishi moja, bimaana atachota mara moja, mara mbili, mara tatu, mara 4. Kwa hiyo ujazo wa viganja viwili mara 4, hii inakuwa ndio pishi moja, na ndiyo kiwango cha kutoa zakatul fitri kwa mtu mmoja. Sheikh Fairuz Abadi
rahimahullahu ta'ala kwenye al-Qamus al-Muhit anasema waqad jarrabtu dhalika fawajadtuhu sahiha, na hili mimi nimelijaribu kwamba pishi moja ni vibaba vinne na kibaba kimoja ni ujazo wa viganja viwili vya mtu wakati na kati. Nimejaribu hilo nikaona kuwa ni sahihi. Wa nahnu qad jarrabna dhalika fi al-aam al-munsarif fawajadna anna dhalika sahihun. Na sisi tulijaribu hapa mwaka jana, kama mnakumbuka, mwaka jana sio mwaka juzi, nafikiri mwaka juzi tulijaribu tukaleta mpaka na mizani, tukaona kuwa ni sahihi, walillahi alhamdu. Na kumbukumbu za video zipo kwenye YouTube ya Muhammadain TV kwa yule ambaye anataka kuangalia. Ukifungua kwenye playlist ya zakatul fitri au hukumu za Ramadhani inawezekana ukaikuta hiyo video. Nakumbuka Sheikh Abasi Juma alituletea hapa mizani, tukapima kwa kgs na tulipima watu kadhaa. Mimi nilipima japo mikono yangu haikuwa mikubwa hivyo, lakini tulipata kilo 2 na kidogo. Shemkande pia akapima na wengine walipima. Kwa hiyo kama anavyosema mwanazuoni huyu Al-Fairuz Abadi, waqad jarrabtu dhalika fawajadtuhu sahihan, kwamba nimejaribu nikaona kuwa ni sahihi, na sisi pia tumejaribu tukaona ni sahihi. Tayeb, sasa ili tuje kwenye kgs, tumeona pishi moja ni vibaba vinne, kibaba kimoja ni ujazo wa viganja viwili vya mtu wakati na kati. Moja, viganja vinne afwan, 1 2 3 4. Ukiweka hivi alafu ukachota, unatakiwa ujazi mara 4 ndio utapata pishi moja. Lakini inawezekana mpaka hapa ikawa bado kuna utata, mikono yetu inaachana sisi, lakini nafikiri tukija kwenye kilo hatutaachana. Kwa hiyo hebu twende kwenye kilo. Ni kilo ngapi? Tukijaribu kupima hivyo lazima tutaachana kwenye kilo, lakini kwa ile viganja vya wastani, akipima mtu yoyote mwenye viganja vya wastani, hatuwezi kupata chini ya kilo 2. Na wanazuoni wote waliokadiria takriban, wale ambao kauli zao zinategemewa, hakuna aliyetaja chini ya kilo 2. Waliotaja chini ni kilo 2 na gramu 40, ikiwa ni pamoja na Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen. Na nafikiri za kwangu tulipopima ndio zilitokea hivyo, au inawezekana mtu mwingine yoyote mwaka juzi. Na wale waliokadiria kwenye kilo wakaenda mbali zaidi, wanakwenda mpaka kilo 3. Kwa hiyo wa chini kilo 2 na gramu 40, wa juu zaidi ni kilo ngapi? Kilo 3. Na hawa wa juu ndio fatwa ya al-Lujna Daima للبحوث العلمية والإفتاء، ndio fatwa ya بعض المشايخ المعاصرين كما في الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. kwenye fatwa ya Lujna Daima wanasema al-miqdaru al-wajib fi zakati al-fitr, kiasi ambacho ni wajib kutoa kwenye zakatu al-fitr an kulli fardin, kwa kila mtu mmoja, ni sa'un wahidun, ni pishi moja, bi sa'in nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa makisio ya ile pishi iliyokuwa inatumika na mtume alayhi salatu wasalam. Qala wa miqdaruhu bil kilo, lakini wastani wake kwa kilo wakasema 3 kilo takriban, ni kilo 3 takriban. Kwa hiyo kilo 3 ni wastani wa juu. Kadhalika Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala naye pia ametaja wastani huo wa kilo 3. Hivyo basi yule ambaye atakuwa ana uwezo, anajimudu, akitoa kilo 3 wallah. Lakini kama atashuka mpaka kilo 2 na nusu pia wallah. Akishuka mpaka kilo 2 na robo wallah. Akishuka zaidi asishuke chini ya kilo 2 na gramu 40. Kwa hiyo kilo 2 na gramu 40 inawezekana zikasumbua, basi angalau panda yule wa chini kilo 2 na robo, kilo 2 na robo. Lakini ukitaka kati na kati ni kilo 2 na nusu. Tunayasema haya tukimaanisha atakayetoa kilo 2 na robo amefikia kiwango, atakayetoa kilo 2 na nusu yupo kwenye kiwango, atakayetoa kilo 3 yupo kwenye
kiwango. Kwa hiyo asilaumiwe mtu kwa wastani wowote atakaochukua. Mtu akiamua kutoa kilo 3 alhamdulillah, nurun ala nur. Ukiamua kutoa kilo 2.5 fa anta ala alhaq. Ukiamua kutoa kilo 2.25 fa anta musibun aidan. Na hapa ndio utaona ikhtilafu sasa baadhi ya maeneo, hasa sehemu ambazo wanatoa taarifa kuwa wanapokea zakatul fitri kiasi gani. Wale wakusanyaji mfano misikitini wanaweza wakasema jamani, hapa tunapokea kilo 2.25, sawa. Wengine wanaweza wakasema kilo 2.5, sawa. Wengine wanaweza wakasema kilo 2 au kilo 3, pia sawa, kwa sababu hii ni alhisabu takribi kwa saa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tumeona asili iliyokuwa inatumika wakati ule ni pishi, na ndio iliyokuja kwenye hadithi na maneno ya masahaba, sa'an, pishi. Tukaona pishi ni vibaba vinne, na kibaba kimoja ni ujazo wa viganja viwili vya mtu mwenye viganja vya wastani, sio vidogo wala sio vikubwa hivyo. Akipima hivi mara moja ni kibaba kimoja hicho. Kwa hiyo kama pishi moja ni vibaba 4, bimaana ujazo huu ukipima mara 4, hapo ndio unapata pishi moja. Lakini kama hiyo itakusumbua, mizani unayo, kapime. Ukipima 2.25 asabta, umepatia 2.5, umepatia 3, kadhalika umepatia. Tumeelewana? Tunahama nukta hii. Nukta inayofuata ni ahlu zakati alfitri alladhina tudfa'u lahum. Kina nani ndio wanufaika wa zakatul fitri? Kina nani wanatakiwa wapewe zakatul fitri? Kuna kauli mbili za wanazuoni tunazitaja katika mlango wa al-amana al-ilmiya, wa ila tungeweza kwenda tu kwenye ile kauli arrajih tukasema ni hii, lakini tunazitaja hizi mbili ili baadaye ukisikia usishangazwe kwamba la, mbona ninavyojua mimi ni hivi, jua na hili pia, lakini ujue na kauli yenye nguvu ni ipi. Kuna kauli mbili za wanazuoni. Kauli ya kwanza inasema zakatul fitri tu'ta liman yajuzu an yu'ta sadaqatul amwal, yule ambaye anafaa kupewa zakatul mali ndiye anayefaa kupewa zakatul fitri. Na zakatul mal ndani ya Qur'an tumeeleza kwamba inapewa kwa makundi 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. hawa ndio wanaopewa zakatul mal. Kina nani hao? Mafakiri, maskini, wale wanaofanya kazi kwenye kitengo hicho wanaitwa al-amiluna alaiha, wanaofanya kazi kwenye kitengo cha zaka, wanawapigia watu mahesabu, wanaokusanya, nao pia wanafungu lao. Kundi la tatu hilo. Wal muallafati qulubuhum, na wale wanaoliwazwa nyoyo zao, mara nyingi wanakuwa ni wale walioslimu. Kwa hiyo wanapewa kitita na wao angalau mtu apate utulivu, sababu inawezekana kuna biashara za haramu alikuwa anafanya, labda anauza kitimoto, anauza bangi, anauza pombe, si ya Kiislamu, anatakiwa awache. Kwa hiyo angalau kama tuna fungu katika zakatul mal tunampa, lakini inawezekana kuslimu kwake ikawa ni sababu ya kukosa baadhi ya vitu vyake, au kutengwa na ndugu zake, au hata wale waliokuwa wanamsaidia kabla al-Islam. Kwa hiyo huyu naye katiwa kwenye wanufaika wa zakatul mal, ili mradi tu maisha yake yasiumbe baada ya kuslimu kwa namna moja au nyingine. Kundi la ngapi hilo katika wanufaika wa zakatul mal? Kundi la 4. Kundi la 5 wa fi riqabi. Ar-riqab ni wale watumwa. Lakini ni watumwa gani hawa? Ambao mara nyingi wanakuwa wameingia mkataba na wale wanaowamiliki kwamba ukiniletea kiasi fulani na kuacha huru. Kama watumwa sasa hivi hawapo, lakini wakiwepo na wao ni wanufaika wa zakatul mal. Kundi la 5 hilo. Kundi la 6 walgharimina, wenye madeni. Kundi la 7 wa fi sabilillah, waliotoka katika njia ya Allah, almujahidun. Kundi la 8 wabni sabil, ni wasafiri waliokatikiwa na safari. Kwa hiyo haya makundi 8 ndio wanufaika wa zakatul mal, zaka ya mali. Nafikiri zaka ya mali tunaijua, ile zaka ambayo inaingia kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye mifugo, kwenye dhahabu, kwenye fedha, mnayajua hayo
Kwa hiyo kundi la kwanza la wanazuoni wakasema hawa wanufaika wa zakat al-mal ndio hao watakaopewa zakat al-fitri. Kama vile wanakusudia zakat al-fitri unaweza ukampa mtu anayedaiwa, unaweza ukampa al-mujahid fi sabilillah, unaweza ukampa mtu aliyekatikiwa na safari, ndicho anachokimaanisha. Al-qawlu thani, kwa haraka kauli ya pili, wanasema la yajuzu daf'u zakat al-fitri illa liman yastahiqqu al-kaffara. Hapewi zakat al-fitri isipokuwa yule anayefaa kupokea kafara. Kafara nini? Kafara ni kitu ambacho mtu unatakiwa ufanye baada ya kufanya makosa kwenye kitu fulani. Kwa hiyo ili msamaha wako ukamilike, unaambiwa fanya kitu fulani, hicho kitu kinaitwa kafara. Mfano, kwenye kiapo kuna kafara. Kafara ya kiapo kulisha maskini 10 au kuwavisha au kuacha huru mtumwa. Atakayekosa moja kati ya haya matatu afunge siku 3. Kwa hiyo kina nani wanufaika? Mfano kwenye kafara ya kiapo unaambiwa ulishe watu 10. Ni watu gani? Ni maskini. Visha watu 10, kina nani? Huwa ni maskini. Au yule atakayefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, katika kafara yake ni kulisha maskini 60. Alikadhalika anawalisha kina nani? Maskini. Kwa hiyo wakasema zakatul fitri wanapewa wale wanaostahili kafara. Kwa lugha fupi, wanaostahili kafara ni kina nani jamani? Alfuqara wal masakin, ni mafakiri na maskini. Sio yale makundi 8 yote, ni makundi mawili au kundi moja. Alfuqara wal masakin, mafakiri na maskini. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa hadha al-qawlu, na qawlihi ipi? Kwamba zakat al-fitri wanapewa mafakiri na maskini, sio zile aina 8 zote, hapana, mafakiri na maskini. Wa hadha al-qawl, na qawlihi aqwa fi dalili, ndio yenye nguvu zaidi kwenye dalili zake. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu daf'u zakati al-fitri, wala haifai kumpa zakat al-fitri illa liman yastahiqqu al-kafara, isipokuwa yule ambaye ana sifa ya kupewa kafara, fakiri au maskini. Qala wa huwa man ya'khudhu li hajatihi la fi ar-riqabi wal mu'allafati qulubuhum wa ghairi dhalik. Na hapo tunamkusudia ni yule ambaye anachukua kwa sababu wana haja, yani fakiri, maskini. La fi ar-riqabi, haitolewi zakat al-fitri kuwakomboa watumwa, wal mu'allafati qulubuhum, wala kuwaliwaza wale walioslimu. Anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam takhsisul masakin bihadhihi sadaqa, na ilikuwa katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam ni kuwapa maskini tu sadaka hii. Takhsisul masakin ni kuwahusisha maskini tu bihadhihi sadaqa, kwa kuwapa hii sadaka. Walam yakun yaqsimuha ala al-asnaf ath-thamaniya qabdatan qabda, na wala hakuwa anagawa kwenye yale makundi 8 kwamba huyu apate, huyu apate, huyu apate, hapana. Wala amara bidhalika, na wala Mtume hakuamrisha hivyo. Wala fa'alahu ahadun min ashabihi, wala hakuna yoyote katika masahaba zake aliyefanya hivyo. Wala man ba'dahu, na wala waliokuja baada ya masahaba hawajafanya hivyo. Mwisho akasema wa hadha alqawlu arjah min alqawli biwujubi qismatiha ala al-asnaf ath-thamaniya, na kauli hii ina nguvu zaidi kuliko ile kauli inayosema itagawanywa zakatul fitri kwa yale makundi 8. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim yapo kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Na miongoni mwa ushahidi waliotumia watu hawa, pamoja na kuwa hadithi zote zinawasupport, ni ile hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anifaradhisha zakat al-fitri. Miongoni mwa hikma, tu'matun lilmasakin, tuhratun lisaim min al-laghwi wal-rafath wa tu'matun lilmasakin. Katika hikma ni chakula, ni lishe kwa ajili ya kina nani? Al-masakin. Kwa hiyo wametaja kabisa
Kwa hiyo kama ametajwa, hawa ndio ambao wanatakiwa wanufaike na zakatul fitri ala sahihi min qawli al-ulama. مسألة أخرى وهي مهمة في الغاية، حكم دفع القيمة في زكاة الفطر. حكم يكتوى ساسا ثماني kwenye zakatul fitr. Msimu kama huu mahesabu yatapigwa kwamba sasa hivi mchele ule wenyewe super kabisa kilo shingapi? 2800. Kilo mbili na nusu inapatikana pale hesabu. Mtu anaweza akamtafuta maskini kabisa kwamba kwa sababu Eid hii inakaribia na una mahitaji mengi zaidi ya mchele, utahitajia labda mafuta, utahitajia nyama. Kwa hiyo sisi tuko watu 6 kwenye familia, tumeona tusikupe mchele, tukupe hela. Inawezekana ni zaidi ya 1050. Kweli maskini atashangilia, ataona hii sasa ndio zakatul fitri. Lakini zakatul fitri ni ibada. Je, tumeelekezwa tufanye nini? Je, inafaa kutoa pesa badala ya kutoa chakula? Haya yote wanazuoni wameyazungumzia. Leo tuswali saa ngapi? Tuswali saa ngapi? Na nusu Jamani, tutaswali na nusu, sawa? Kwa hiyo tumalizie hizi dakika 10 kwenye nukta hii. Zitakazosalia tutazungumzia kwenye majlisi ijayo. Wanazuoni kwenye hili wamekhtalifiana kwenye mitazamo miwili takriban mikuu. Mtazamo wa kwanza wanasema yajuzu ikhrajil qima, inafaa kutoa thamani. Kwa mchele kilo 2 ni shilingi ngapi? Ni shilingi hizi mfano. Kwa hiyo unatoa hizo pesa unampa maskini. Na muhimili wa kauli hii ni madhhabu ya Imam Abu Hanifa. Lakini wapo wengine ambao wamepita na mapito haya, kina Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, Umar ibn Abdul Aziz, Al-Hasan al-Basri, al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Allah warhamu wote, pamoja na wengine, wanasema inafaa kutoa qimatan. Hoja zao kubwa at-tawsi'a ala al-fuqara'i wal-masakin, ni kwa ajili ya kuwapa nafasi ya kujimwaga hawa mafakiri na maskini ambao tunawapa hiyo zaka. Kwa maana gani? Wanasema ukimpa mchele atakuwa na mchele tu, lakini mchele si unahitajia viungo ili upikwe. Mchele unahitajia mafuta, anahitajia kuni huyu, au anahitajia gesi huyu, au anahitajia nyama huyu, au anaweza akafurahi kuwa na mchele tu. Kwa hiyo akasema kwa maslahi mapana inafaa kutoa naqdan, pesa, badala ya kutoa chakula. Ni kiasi cha kuangalia tu, hiki chakula unachotakiwa utoe ni shilingi ngapi. Kwa hiyo unachukua hiyo hela unampa maskini badala ya kumpa nini? Chakula. Lakini pia hoja yao nyingine kwenye kukazia, wakasema wakati ule biashara ilikuwa ni ile barter trade, watu wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Maana yake unaimpa tende, akihitajia ngano anaweza kubadilishana. Unaimpa ngano, akihitajia labda zabibu anaweza kubadilishana. Lakini biashara hiyo sasa hivi haipo. Kama ipo ni maeneo machache sana, huku watu ni pesa. Kwa hiyo ukiwa na pesa unanunua chochote. Lakini haiwezekani ukawa na mchele ukaweza kubadilishana kirahisi, hata kama utapata ni kwa tabu mno. Kwamba una mchele unamfuata mwenye nyama, umpe mchele akupe nyama, mchele wako ataupeleka wapi? Na yeye yuko kwenye bucha kwamba hapa tunauza nyama fresh. Akishachukua mchele kilo 20 atamuuzia nani buchani? Kwanza nani anaenda buchani kuulizia mchele? Hayupo. Watu watakuwa na wewe mwehu. Inaandikwa kabisa bucha hii tunauza nyama ya ng'ombe, nyama ya ngamia, tunauza samaki. Halafu unakwenda, jamani naomba mchele kilo 2. Yule muuza nyama anaweza akakutazama, akikuheshimu atakwambia mchele umeisha. Lakini kiasili sehemu hiyo si sehemu ya kuuzwa mchele. Kwa hiyo ni hoja zao hizo, kwamba wakati ule biashara ilikuwa ni biashara ya bidhaa kwa bidhaa. Hii ni kauli ipo. Kauli nyingine wanasema
ni kutoa chakula. Kwa nini kutoa chakula? Wanasema kwa sababu kwanza hadithi zote zilizokuja kwenye mlango huu zinataja nini? Chakula. Na vimetajwa au zimetajwa aina kadhaa za vyakula. Pametajwa ngano, pametajwa shairi, pametajwa tende, pametajwa zabibu, pametajwa al-aqitu, maziwa yaliyogandishwa. Na wanasema wakati ule walikuwa wanagandisha, wanayapika kama chakula au wanayapika na chakula. Kwa hiyo anasema sampuli zote hizi za vyakula ni kuonyesha kusudio ni chakula, kiwe cha aina yoyote, maadamu ni chakula kinacholiwa zaidi kwenye mji huo. Lakini pia unaweza ukasema wakati wa Mtume alayhi salatu wasallam labda hapakuwa na hela zilikuwepo jamani. Bwana Mtume alihitaja dinari kwenye maneno yake, amehitaja dirham. Na dinari na dirham nini? Si ni pesa? Mtume hajawahi kutaja dirham kwenye maneno yake, ametaja. Hajawahi kutaja dinar, kataja. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Manake hiyo pesa Mtume alikuwa anaijua. Haijalishi aliwahi kuishika hajaishika, lakini alikuwa anaijua. Kwa nini isiseme sasa kama sio chakula mtatoa dinari au mtatoa dirham? Lakini wakati wa al-Khulafa ar-Rashidun, hasa Umar ibn al-Khattab, tunajua kuna baadhi ya watu mafungu yao yalikuwa kwenye Baitul Mal, unaambiwa huyu dirham 200, huyu dirham 1000, huyu atapata kiasi fulani. Lakini hata wao masahaba hawajatoa pesa, walitoa nini? Walitoa chakula. Kama anavyoeleza Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kama pangekuwa na upenyu wa kutoa pesa wangetoa, lakini madamu hawakutoa pesa, walivyoelewa wao, na uelewa wao ndio uelewa sahihi zaidi, ni kwamba zakatul fitri inatolewa taaman, chakula. Anasema Ibn Qudama, wala tujzi'ul qima, wala haifai kutoa thamani yake, li'annahu udulun 'anil mansus, kwa sababu huku ni kutoka kwenye dalili. Anasema Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu ikhrajul qima 'inda jumhuri ahli al-ilm, haifai kutoa thamani yake kwenye kundi kubwa la wanazuoni. Qala wa huwa asahhu dalilan, na kauli hii ndio kauli yenye dalili sahihi zaidi. Bali alwajibu ikhrajuha min at-ta'ami, bali wajib ni kutoa chakula, kama fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ashabuhu, kama alivyofanya Mtume alayhi salatu wasalam pamoja na masahaba zake. Hii ndio kauli ya wengi katika wanazuoni, lakini pia ndio kauli ya fatwa ya al-lujna daima lilbuhuth al-ilmiya wal-ifta. Hili ni baraza linalotegemewa Saudia kwenye mlango wa fatwa, ndio maana linatajwa sana kwenye majlisi zetu hizi. Wao wanasema wala yajuzu ikhraju zakati al-fitri nuqudan. Sisi Tanzania sidhani kama tuna baraza la fatwa. Lipo baraza la fatwa kimkoa? Hatuna. Kitaifa lakini pia sina uhakika. Baraza la fatwa tuna mufti tu, lakini hatuna baraza la fatwa. Mufti katika hizo nchi zenye baraza la fatwa, mufti mara nyingi fatwa rasmi anazitoa mufti kwa niaba ya baraza la fatwa. Bimaana kama kuna masala, baraza linakaa linachakata, linachambua, alafu ile natija itakayopatikana, kile kiini, ndio mufti anainuka nacho. Lakini fulani nilisikia Dar es Salaam usijui kuna baraza la fatwa, Allahu aalam, inawezekana likawa limekaa ki Dar es Salaam. Bado system ya nchi haisapoti kuwa na kitu kama hiki, sababu inawezekana watu fulani wakitengeneza baraza la fatwa, wengine watatengeneza lao. Kwa labda Basuta wakiwa na baraza la fatwa, litakuja baraza jingine litengeneze baraza, kwa hiyo kutakuwa kuna mvutano. Lakini nchi zile ambazo zimejiwekea utaratibu, baraza linakuwa hili moja. Kwa hiyo baraza likitoa fatwa inajulikana hii ni fatwa ya baraza, na inakuwa ni fatwa yenye nguvu, kwa sababu baraza siku zote linakusanya vigogo katika elimu waliobobea, wana uoni mkubwa wa kielimu na wanaweza kuyachambua mambo. Leo tunaweza tukatengeneza baraza, lakini ukakuta baraza lina wajanja. Kwa hiyo hata mkitoa fatwa kwamba baraza limesema, ukitazama baraza yenyewe inawezekana lina wanywa ndevu, linawavuta sigara. Baraza gani hili jamani?
Kwa hiyo mabaraza ya wenzetu ni mabaraza ambayo kweli yana maana ya baraza. Kwa hiyo jamani, tutalitaja sana ili baraza mtatuia radhi. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى yao na wao wanasema wala yajuzu ikhraju zakati alfitri nuqudan, haifai kutoa pesa kwenye zakatu alfitri lianna aladilla alshar'iyya qad dallat ala wujubi ikhrajiha ta'aman, kwa sababu dalili za kisheria zinaonyesha wajibu wa kutoa chakula. Qala wala yajuzu aludulu an aladilla alshar'iyya, wala haifai kuziacha dalili za kisheria liqawli ahad min an-nas, kwa kauli ya yoyote katika watu, kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, au man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ukirudi kwa wale ambao wanasema inafaa kutoa pesa, japo kauli yao ni marjuh, ni kauli dhaifu, si yenye nguvu, ukiangalia maneno yao kama vile yana akili kwamba huyu ukimpa mchele peke yake huyu ataufanyaje huu mchele, si kauli kidogo ina nguvu imekaa kihuruma hivi. Kweli mchele ataulaje bila nyama, ataulaje bila mafuta, watoto wake wanatakiwa wavae sikukuu wapendeze, atawavisha mchele, imekaa kihuruma alafu inavutia. Tayeb, wewe ambaye umekuja na haya maneno mwezi mzima wa Ramadhani, huyu maskini umempa nini? Unampa sadaka yote ili apate daftari? Au unakuja hapa kwenye zaka ambapo waambiwa toa mchele, unasema mchele haufai, huku ambako ulifunguliwa mlango wa kutoa chochote ulitoa nini? Yaani mpaka tunakuja kuzozana kwamba jamani mchele hautoshi, wewe unaileta huu ugomvi mwaka mzima. Hii zakatul fitri sinatolewa siku moja tu. Mwaka mzima umempa mafuta kilo ngapi huyu, au lita ngapi? Mwaka mzima umempa chumvi kilo ngapi? Umempa nyama kiasi gani? Umempa pesa ngapi? Mpaka leo unaleta ujuaji kwenye sheria ambayo inakwambia toa pishi, mpe mchele, mpe chakula, unasema huyu ana mahitaji mengine, kwa nini nisimpe hela? Hujakatazwa kutoa hela siku nyingine, lakini ulitoa. Au unaleta ujuaji kwenye haya maagizo tu ya sheria. Kwa hiyo tusitaki kumtangulia Allah na mtume. Lakini pia jamani, baada ya zakatul fitri au baada ya Eidul Fitri inakuja Eidul Adha, tunachinja, si ndio? Tukichinja maskini huwa tunawapa nini? Nyama na nini? Sunna ni kugawa pia ile nyama, si ndio? Okay, wakati unampa nyama unampa na mchele, wakati unampa nyama unampa na mafuta. Mbona hujiulizi hii nyama atailaje bila ya wali? Tunajiuliza wakati huo, wakati tunagawa nyama. Jamani, ushajiuliza kwamba hii nyama ataipikaje? Hii ana kuni huyu, ana mkaa huyu, ana jiko huyu, ana gesi huyu. Unampa nyama na umerelax. Kwa nini kwenye mchele unapata tabu? Eti hii tabu kwenye mchele tunatolea wapi, ambayo hatunayo kabisa wakati tunagawa nyama kwenye Eidul Adha? Kule hatuna wasiwasi kwa sababu hiyo ndio sunna, huku tusiwe na wasiwasi kwa sababu huo ndio wajib, na hayo ndio maelekezo ya sheria na ndio maelekezo ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa mukhtasar, pamoja na uwepo wa kauli inayosema inafaa kutoa pesa, lakini kauli sahihi na salama, sahihi na salama, naomba muelewe hii lugha, kauli sahihi na salama. Sahihi kwa sababu hadithi zinaelekeza hivyo, salama kwa sababu kwenye hizi kauli mbili ukipita kauli ya pesa utakuwa una mashaka kwa sababu kuna upande unakukataa, lakini ukija upande wa chakula, hata hawa pesa chakula pia wanakikubali, lakini wa chakula hawakubali pesa. Kwa hiyo sehemu ambayo makundi yote yanaafikiana ni kwenye chakula. Ukija kwenye pesa kuna upande wanaona huko sawa, kuna upande wanaona huko sawa. Kwa hiyo ukitoa chakula uko sahihi na uko salama, kwa maana uko sahihi dalili ziko na wewe, uko salama wote hawa wataungana na wewe kuwa uko sawa. Leo tuishie hapa tukiwa tumebakisha nukta kama mbili hivi kumalizia mazungumzo kwenye zakatul fitri, ili tuingie kwenye al-Eid wa ahkamuhu. Naktafi al-yawm bihadha al-qadr, tukiwa tumezungumzia nukta tatu leo. Nukta ya kwanza, je, inafaa kutoa pesa kwenye zakatul fitri badala ya chakula? Tukaona kauli sahihi ni kutoa
chakula. Lakini masala mengine ni kina nani wanufaika wa zakatul fitri. Tumeona kuna kauli mbili za wanazuoni. Wapo waliosema wale wanaopewa zakatul fitri ndio wanaopewa zakatul mal, lakini kauli sahihi zakatul fitri ni kwa ajili ya mafakiri na maskini. Lakini pia nukta tuliyoanza nayo, nini kinatolewa zakatul fitri, ni kwa kiasi gani? Kiasi tumeona ni pishi moja. Pishi moja ni sawa na vibaba 4. Kibaba kimoja ni ujazo wa chakula kwa viganja 2 vya mtu wakati na kati. Lakini kwenye kilo tukaona wapo waliosema kilo 2.5, kilo 2.5, wako waliofika mpaka kilo 3. Kinachotolewa nini? Kinachotolewa ni chakula kinacholika sana kwenye mji husika. Tukasema madamu sisi ni watu wa mtele kwenye siku za Eid, ndio maana tunautaja sana mtele. Lakini wale ambao Eid kwao wanakula ugali watatoa unga. Kama ziko jamii hizo kwamba siku ya Eid chakula chao best ni dona, wao watatoa dona kama wapo. Na kama kuna wale ambao Eid kwao wanakula choroko, basi zakatul fitri huko watatoa nini? Choroko wa hakadha. Kwa hiyo inarudi kwenye chakula kinachotumika sana kwenye mji husika. Na ndio maana hapa vimetajwa vyakula ambavyo wakati huo vilikuwa ni vyakula, na kwetu sisi inawezekana tunazingatia ni matunda au ni bait. Kwa hiyo tutatoa vile vyakula tunavyotumia kwenye zama zetu na miji yetu. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kama kutakuwa na maswali basi ni baada ya swala insha Allah ta'ala.